الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم، وتوفيق الله سبحانه وتعالى leo tunaanza rasmi mutalaa wa somo letu la tauhid kupitia kitabu cha aqidatu ahli alislam, kitabu cha al-Imam Abdullah ibn Ali al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Lakini kitabu hichi chini yake kutakuwa kuna sharhi ya al-Allama mufti ad-Diyar al-Misriya Hasanaini Muhammad Makhluf rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo tutakuwa tunasoma kitabu, lakini pia kwa kuwa sharhi nayo na faida nyingi tutakuwa tukigusia na sharhi yake. Tamam, hakadha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anasema Bismillahir Rahmanir Rahim. Qala al-Imam, amesema Imam as-Sayyid bwana mkubwa Abdullah ibn Alwi mtoto Alwi al-Haddad, ambaye anafahamika kwa nisba ya al-Haddad. Nafa'a Allahu bihi, Mwenyezi Mungu atunufaishe kwa elimu yake. Kwa maana nafa'a Allahu bi'ilmi, Mwenyezi Mungu atunufaishe kwa elimu yake. Alhamdulillahi wahda, kila jinsi sifa njema namstahiki Allah peke yake. Wa sallallahu, hii ni jumla duaia. Tamam. Wa sallallahu ni sawa sawa na Allahumma salli. Tamam, hakadha. Wa sallallahu, na tunamwomba Allah amteremshe rehma ala sayyidina Muhammadin, bwana wetu Muhammad, wa alihi, na kwa watu wake, wa sahbihi, na kwa masahaba zake, wa sallama, na amani. Wa ba'du, na baada ya hamdi na salam. Fa inna, anasema Sheikh, fa inna, basi hakika sisi na'lamu, tunatambua, wa na'taqidu, na tunaitakidi. Kuitakidi maana yake ni tunafahamu kuwa ni sahihi, ni sahihi, na kinyume na hivi ni batil. Tamam, hakadha. Ndio maana wa na'taqidu, na tunaitakidi, kwa maana tunafahamu kwamba ni sahihi na kinyume chake ni batil, kwa maana kinyume cha haya tutakayofahamu ni batil. Tamam, hakadha. Kwa fa inna, basi hakika sisi na'lamu, tunatambua, wa na'taqidu, na tunaitakidi, wa nu'minu, na tunaamini, wa nuqinu, na tunayaqini, wa nashhadu, na tunakiri kwa mioyo yetu na kutamka kwa ndimi zetu. Ndiyo maana ya nashhadu. Tamam. Wa nashhadu, na tunakiri kwa mioyo yetu na kutamka kwa ndimi zetu, an la ilaha, ndimi, kwa maana ndimi ni jamu ya ulimi, moja ni ulimi, nyingi ni ndimi. Tamam. Kwa wa nashhadu, na tunakiri kwa mioyo yetu na kutamka kwa ndimi zetu, an la ilaha, kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki illa Allah, isipokuwa Allah, wahdahu, peke yake, la sharika lahu, hana mshirika yeye, ilahun adhim, akimaanisha wa huwa au huwa, lakini wa huwa itakuwa ni sahihi zaidi. Wa huwa, naye Allah, ilahun adhimun, ni mola mtukufu, malikun kabirun, mfalme mkubwa, malikun kabirun, mfalme mkubwa. Tunaposema mfalme mkubwa, hatuikusudii kwamba dhati ya Allah ni kubwa. Hapana, dhati ya Allah kwa msimamo wa Ash'ari wal Maturidiyya haisifiwi kwa ukubwa wala kwa udogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kile kiasi ambacho sisi tunakizingatia kwamba ndiyo kikubwa, pia hakifikii ukubwa wa dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa dhati ya Allah haisifiwi kwa ukubwa wala kwa udogo. Kwa anaposema malikun kabirun, mfalme mkubwa, hapa unakusudiwa ufalme wake. Kwa malikun kabirun, mwenye ufalme mkubwa. Tamam, hakadha. Kwa hiyo anaposifiwa Allah kwa ukubwa, hasifiwi kwa ukubwa wa umbile. Msimamo wetu sisi Ash'ari wal Maturidiyya ni kwamba dhati ya Allah haisifiwi kwa ukubwa wala kwa udogo. Tamam, lakini sifa zake zile, ufalme wake, uungu wake, ndio unasifiwa kwa ukubwa. Tamam, hakadha. Kwa malikun kabirun, mfalme mkubwa, kimaanisha mwenye ufalme mkubwa. La rabba siwahu, hapana mola isipokuwa yeye. Tamam, hakadha. La rabba siwahu, hapana mola isipokuwa yeye. Wala maabuda, na wala hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki illa iyahu, isipokuwa yeye. Qadimun, ni mtangu. Azaliyun, mwenye kunasibishwa na utangu. Qadimun ni mtangu, azaliyun mwenye kunasibishwa na utangu. Daimun, mwenye kuwepo milele. Abadiyun, mwenye kunasibishwa na kuwepo milele. Ya kwanza ni ismu fa'il, ya pili ni
nisba. Tamam, hakadha. Kwa daimun, mwenye kuwepo milele, abadiyun, mwenye kunasibishwa na kuwepo milele. Labtidaa liawwaliyatihi, hakuna mwanzo wa kuwepo kwake. Labtidaa liawwaliyatihi, hakuna mwanzo wa kuwepo kwake. Wala intihaa liakhiriyatihi, wala hakuna ukomo wa mwisho wake. Wala intihaa, na wala hakuna ukomo liakhiriyatihi, ukomo wa mwisho wake. Ahadun, yeye ni mmoja. Samadun, mtegemewa, au samadun, mkusudiwa. Tamam. Ahadun, yeye ni mmoja. Samadun, mkusudiwa. Lam yalid, hakupata kuzaa. Walam yulad, wala hakuzaliwa. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, akikusudia walam yakun ahadun kufuwan lahu. Tamam, hakadha. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, na hana mfano wa kufanana na chochote kile. Walam yakun lahu kufuwan ahadun, na hana mfano wa kufanana na chochote kile. Sawa sawa, Lakini maneno yamekusudia vipi? Walam yakun ahadun kufuwan lahu, yakiwa na maana hakuna chochote chenye kufanana na mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kifasiri kwa hana mfanano kufanana na chochote ni sawa, na ukisema hakuna chochote chenye mfano kufanana na Allah subhanahu wa ta'ala pia itakuwa ni sawa. Tamam, hakadha. Kwa walam yakun lahu kufuwan ahadun, na hakuna chochote chenye mfano wa kufanana na Allah subhanahu wa ta'ala. La shabiha lahu, hana kifanano yeye. Wala nadhira lahu, wala hana mfano. La shabiha lahu wala nadhira, ile lahu imeondoshwa. Sasa lahu ipo lakini imeondoshwa liilmin bihi. Kwa sababu gani? Imeshafahamika. Tamam. Kwa ibara ibidi ije vipi? La shabiha lahu wala nadhira lahu, lakini hudhifa liilmin bihi, imeondoshwa kwa sababu tayari imeshafahamika. Tamam, hakadha. Kwa la shabiha lahu, hana kifanano yeye. Wala nadhira, akusudia wala nadhira lahu, na wala hana mfano yeye. Kuna tofauti kati ya kifanano na mfano. Kifanano, shabiha, kifanano ni mtu au ni kitu kufanana na kitu chingine katika moja ya sifa. Tamam, au katika baadhi ya sifa. Tamam, ndio maana kifanano. Kifanano ni kitu kufanana na kitu chingine katika baadhi ya sifa. Mathalan, mtu mmoja akafanana na mtu mwingine katika sifa ya urefu, wakawa urefu wanafanana lakini rangi tofauti, huyu black, huyu white. Tamam, sawa. Au mtu mmoja akawa anafanana na mtu mwingine katika sura, lakini huyu mfupi, yule mrefu. Hiyo ndio nini? Kifanano. Kifanano ni kufanana katika baadhi ya sifa. Kisha nadhira, ambayo ni mfano, ni kufanana kila kitu, kama namna wanaofanana mapacha. Kuna mapacha muda mwingine anakuwa anafanana kiasi huwezi kuwatofautisha. Utawatofautisha sio katika maumbile, ni katika alama. Pengine wana kidoti hapa, au huyu aliumia hapa, lakini katika upande wa maumbile yao, miili yao, wamefanana kila kitu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitu ambacho kinafanana na yeye katika sifa yote miongoni mwa sifa zake, lakini pia hakuna kitu ambacho ni mfano wake yeye. Tamam, kadha. Kwa la shabiha lahu, hana kifanano. Wala nadhira, akusudia wala nadhira lahu, wala hana mfano. Walaysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Walaysa kamithlihi shay'un, na hakuna kitu chochote kile mfano wake yeye. Wa huwa as-sami'ul basir, naye ni msikivu na ni mwenye kuona. Wa annahu ta'ala, na hakika yeye Allah muqaddasun, ametakasika, ani zaman, kwa kutosifika kupitiwa na zama, wal makan, na kwa kutosifika kuzungukwa au kuwepo katika sehemu. Tamam. Wa annahu ta'ala, naye Allah muqaddasun, ametakasika, ani zaman, kwa kutosifika kupitiwa na zama, wal makan, na kutokuwepo katika sehemu. Tamam, hakadha. Wal mushabahati al-aqwan, na kufanana na viumbe wake. Al-aqwan kwa maana al-makhluqat. Sawa sawa. Wa al mushabahati al-aqwan, na ametakasika Allah kwa kutokuweza kufanana na viumbe wake. Wala tuhitu bihi al-jihat, na wala hazimzunguki yeye zile pande sita. Pande sita akikusudia juu, chini, mbele, nyuma,
kulia, kushoto. Allah azunguki na pande, tamam, hakadha. Wala ta'tarihi alhadithat, na wala havimpati yeye venye kuzuka. Viumbe vyake vinapata au vinapatwa na hali zenye kuzuka. Mfano kama wewe, kuna siku utakuwa mzima, kuna siku utakuwa mgonjwa, tamam. Na hapa amekusudia mabadiliko ya aina yoyote yale. Allahu subhanahu wa ta'ala hapatwi na mabadiliko. Vyenye kupatwa na mabadiliko vyote ni viumbe, tamam, hakadha. Kwa wala ta'tarihi alhadithat, na wala havimpati vyenye kuzuka. Mustawin ala arshihi ala alwajhi alladhi qala, sawa sawa, amestawa. Fiili kama hii hatuwezi kuifasiri kwa nini? Kwa tafsiri nyingine. Tutaifasiri kwa tafsiri hii kwa sababu gani? Uhakika wake haufahamiki, tamam. Kwa tutasemaje? Mustawin, Allah amestawa, hii ni ismu fa'il, tamam. Kwa tutaifasiri kwa maana ya tamshi lake, yani tutaifasiri kwa lafdhi yake, kwa tamshi lake, hatutoifasiri kwa maana, tamam, hakadha. Kwa mustawin, Allah amestawa ala arshihi, katika arshi yake, ala alwajhi alladhi, katika namna ambayo qalahu, aliyoisema yeye na kuikusudia yeye, tamam. Amesema mbele hapo, mustawin, Allah amestawa ala arshihi, katika arshi yake, ala alwajhi alladhi qala, kwa namna aliyoisema yeye, wa bil ma'na alladhi aradahu, na kwa maana aliyoikusudia yeye, istiwa ambayo yaliqu bi'izzi jalalihi, inayoendana na ukubwa wa utukufu wake. Istiwa ambayo yaliqu, inayoendana, bi'izzi jalalihi, na ukubwa wa utukufu wake, wa uluwi majdihi wa kibriyaihi, wa uluwi majdihi, na maana yake ni moja. Izzi na ulu, jalal na majdi, maana yake ni moja, tamam, hakadha. Tofauti na kuja kwenye wa kibriyaihi, tamam, hakadha. Kwa istiwa ambayo yaliqu bi'izzi jalali wa uluwi majdi, inayoendana utukufu wake, inayoendana na utukufu wake, wa kibriyaihi, na kibri yake, wa kibriyaihi, na kibri yake, tamam, hakadha. Akaendelea kusema wa annahu ta'ala, kaya Allah, qaribun, yupo karibu, min kulli mawjud, karibu ya kila kiumbe chake. Wa annahu ta'ala, kaya Allah, qaribun min kulli mawjud, yupo karibu ya kila kiumbe chake. Wa huwa aqrabu ila al-insan min hablil warid, na yeye yupo karibu mno ya mwanadamu. Wa huwa aqrabu ila al-insan, na yeye yupo karibu mno ya mwanadamu, min hablil warid, kuliko nini? Kuliko ule mshipa wake wa damu. Sasa alwarid kasema chini, irkun fi batin al-unuq yajri fihi ad-dam wa yasilu ila jami' ajza'i al-badan. Sawa. Alwarid ni ule mshipa fi batin al-unuq, ambao uko ndani ya shingo, yajri fihi ad-dam, inapita katika mshipa huo ni damu, wa yasilu, na inafika damu hiyo, ila jami' ajza'i al-badan, katika viungo vyote vya mwili wake. Wa huwa, na Allah, aqrab ila al-insan, yupo karibu mno na mwanadamu, min hablil warid, kuliko ile mishipa yake ya damu iliyo katika shingo yake. Wa ala kulli shay'in raqib, na Allah ndiyo mwenye kukichunga kila kitu. Raqib kwa maana hafidhun, na hafidhu maana mwenye kuchunga, tamam, hakadha. Kwa wa huwa wa ala kulli shay'in raqib, na Allah ni mwenye kukichunga kila kitu. Wa shahidun, na ni mwenye kushuhudia kila kitu, kwa maana mwenye kujua kila kitu. Hayyun, Allah yeye yuko hai. Qayyumun, ni mwenye kusimamia kila kitu. Hayyun, yeye Allah yuko hai. Qayyumun, ndiye mwenye kusimamia kila kitu. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm, la ta'khudhu, hakumpati yeye, sinatun, kusinzia, wala nawm, wala kulala. Wa ila huna antahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wal afwa minkum.